jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Wapendwa katika Kristo, karibuni katika tafakari ya Dominika ya 16 ya mwaka A wa Kanisa, ambapo tunatafakari liturujia ya neno ikitufundisha na ikitupa ujumbe mahususi katika Dominika ya 16 mwaka A kwamba Mungu ni mwamuzi mwenye subira na ni mwenye huruma nyingi. Hivyo kwa huruma yake anatuvumilia sisi ili tufanye toba. Lakini kwa sifa na karama hiyo ya Mwenyezi Mungu ya huruma na uvumilivu kwetu, tunaalikwa nasi tuweze kuvumiliana, tuweze kupokeana katika madhaifu yetu duniani, ili wenzetu na wengine tunaoishi nao wapate nafasi ya kujirekebisha na kujirudi katika madhaifu yao. Misingi hii ya fadhila ama karama hizo za Mwenyezi Mungu tunaiona pia katika Katekisimu namba 827 inayotukumbusha kwamba kanisa ni takatifu duniani, lakini limepambwa kwa utakatifu usio kamili. Yaani kwamba miongoni mwa waamini ndani ya kanisa kuna magugu ya dhambi, lakini pia bado yamechanganyika na ngano nzuri ya Injili hadi mwisho wa nyakati. Kwa hiyo kanisa linatukumbatia au linakumbatia wenye dhambi likiwa takatifu, na wakati huo huo ikihitaji kusafishwa daima, linafuata daima njia ya toba na marekebisho. Unaona katika sehemu hii upo ujumbe wa kukiri kwamba hata kanisa lenyewe bado upo mchanganyiko na uvumilivu wa hali hiyo, ambayo unapokelewa kutoka katika sifa na utendaji kazi wa Mwenyezi Mungu kwa taifa lake. Kwa hiyo tunaona kwamba tunapaswa kufungua mioyo, ama kila mmoja kufungua moyo wake kuwa tayari kufanya toba, ili neema ya Mungu ituondolee hukumu za haraka dhidi ya madhaifu ya wengine, na pia kutupa subira ya kimungu tunapopambana na udhaifu wetu na wale wanaotuzunguka. Ndio maana katika mwaliko wa Dominika hii, antifona ya mwanzo ama antifona ya kuingia inatualika ikisema, tazama Mungu ndiye anayenisaidia, Bwana ndiye anayetegemeza nafsi yangu. Kwa ukunjufu wa moyo nitakutolea dhabihu, e Bwana, nitalishukuru jina lako, maana ni jema. Mzaburi anataja sifa hiyo ya Mwenyezi Mungu kwamba yeye ndiye anayetegemeza nafsi yake daima. Nasi tumtegemee Mwenyezi Mungu tukitumaini kwamba kwa huruma yake na uvumilivu wake tunapata kutunzwa na kutegemezwa katika maisha yetu. Hivyo tunapoingia katika tafakari ya Dominika hii, tujiulize maswali yafuatayo kwamba je, tunapogundua mapungufu ya wengine ama tunapogundua madhaifu ya wengine katika makundi yetu ya jamii, tunapokutwa sehemu mbalimbali, tunafanyaje kwa wenzetu? Tunawavumilia ama tunawapa nafasi ya kurekebika na kufanya toba kama Mungu anavyofanya kwetu sisi? Kila mmoja ajiulize katika kundi lake, jumuiya, parokia, pengine hata mtaa, hata katika nchi, sehemu mbalimbali, tunapeana nafasi ya uvumilivu na kupokeana katika madhaifu, ili wenzetu wapate kubadilika ama wapate kujifunza na kupiga hatua kuelekea maisha yao mapya ya kutoka na kurudi katika ukamilifu. Lakini pia tunaweza kujiuliza pia hata sisi wenyewe, mwanadamu katika nafsi yake mwenyewe anapogundua kwamba amekuwa mdhaifu katika baadhi ya matendo yake au amekosea katika baadhi ya mienendo yake, je, tunajihukumu ama je, tunajipa nafasi ya kufanya mabadiliko, ya kufanya toba na kurejea kule ambapo tunaona ndicho tulichotakiwa kufanya? Tumwombe Mwenyezi Mungu pia na hapo atujalie kujisamehe na kuwasamehe wengine, ili marekebisho na ili nafasi
ya kufanya toba na kurekebika iweze kuwepo katika maisha yetu, hasa nafasi tunayopewa na Mungu wetu aliyetuumba. Na swali jingine tunaweza kujiuliza kwamba ni kwa namna gani sasa vizazi vijavyo, kwa wale walio katika familia wenye watoto na wale walio katika mazingira ya malezi, kwamba tunawafundisha watoto ama walio chini yetu uwepo na umuhimu wa toba na umuhimu wa ustahimilivu, ili wasishindwe na roho ya ulimwengu inayotaka matokeo ya haraka na inayotenga haraka wale wanaokosea. Yaani kwamba vizazi vijavyo ama kizazi kinachoandaliwa na kinacholelewa kinafundishwaje ili kuwa na watu wenye uvumilivu, watu wenye utayari wa kuchukuliana katika madhaifu, pasipo kuwa tayari kutenga, pasipo kuwa tayari kuhukumu na pengine kuua, ili wale wanaoonekana hawana mienendo sawa na fikira zao, ili waendelee kuishi na hatimaye pengine wapate nafasi ya kurekebika, hata kujipa nafasi ya kujifunza kutokana na yale wenzetu wanayotufundisha. Tuwajibike kuandaa vizazi vijavyo ili viweze kuwa na taifa lenye kuvumiliana, lenye kupokeana na kupeana nafasi ya mabadiliko kama Mwenyezi Mungu anavyotufundisha na anavyojidhihirisha kwetu leo katika liturujia ya neno. Katika somo la kwanza kutoka kitabu cha Hekima sura ya 12 aya ya 13 na aya ya 16 mpaka aya ya 19, tunaona sifa na maelezo juu ya utendaji kazi wa Mwenyezi Mungu. Katika somo hili tunapata picha nzuri ya jinsi nguvu ya Mungu inavyofanya kazi kupitia haki na huruma yake. Mwandishi anasema kuwa hakuna Mungu mwingine isipokuwa yeye anayejali mambo yote, na hakuna anayeweza kumshutumu kwa hukumu isiyo haki. Hakuna mtu anayeweza kuwa tayari kumpa sifa Mwenyezi Mungu kwamba hapana pale amehukumu pasipokuwa na haki. Kwa maana yake ni kwamba daima hukumu za Mwenyezi Mungu ni za haki na ni zenye huruma na ni zenye uvumilivu kwa wale anaowaongoza ama anaowasimamia katika maisha yao, tukiwemo sisi sote tunaomtegemea na kumwomba na tulio chini ya ulinzi wake. Kumbe unaona pia kinachovutia katika somo hili ni kwamba mstari huu unaotuambia kwamba maana nguvu yako ndiyo mwanzo wa haki yako. Nguvu ya Mwenyezi Mungu ndiyo mwanzo wa haki yake, na kwa kuwa wewe u Bwana wa wote, hiyo ya kufanya uwasamehe wote. Mungu ndiye baba yetu, na daima kwa huruma yake na kwa kupenda sote turejee kwake, anatusamehe pasipo kuwa na kikomo. Tunajifunza kwamba Mungu pamoja na nguvu zake zilizokuu zaidi kuliko kitu chochote kilicho hapa duniani, unaona, hatumii nguvu zake kwa hasira ama kukomoa. Ingawa ana mamlaka yote, ana uwezo wa kuhukumu na anakuwa tayari kutuhukumu kwa upole, na hivyo kutuongoza ama kututawala kwa uvumilivu mwingi usiokuwa na kipimo chochote cha kibinadamu hapa duniani. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo, Mungu ananifundisha mimi, anakufundisha na wewe kwamba sisi watu wake lazima tuwe wenye haki na lazima tuwe na wenye upendo kwa wanadamu wenzetu kama yeye anavyofanya kwetu. Na hivyo anawapa watoto wake tumaini jema kwamba baada ya dhambi yeye daima hutoa nafasi ya kutubu. Tutambue hilo kwamba Mwenyezi Mungu kila fursa anayotujalia nafasi ya kutubu, na hivyo tukafanye hivyo kama anavyotarajia tufanye, lakini nasi tuwe wenye kutoa nafasi na wakati kwa wenzetu kuweza kujirekebisha, asipokuwa wenye hukumu ya haraka, hata kama twaweza kuwa na madaraka au twaweza kuwa na uwezo wowote juu ya wenzetu. Katika Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 370 tunakumbushwa kwamba Mungu si mwanamume wala mwanamke. Mungu ni roho. Upendo wa Mungu wa kibaba
unaonesha nguvu yake kuu na ulinzi wake, wakati upendo wake wa kimama unavyoonyesha ukaribu na huruma yake isiyo na mwisho. Mungu anatukusanya kama wanaye, anatuweka pamoja ili daima tuendelee kufaidi neema zake. Ili linaturejesha katika antifona ya mwaliko au antifona ya mwanzo kwamba Bwana Mungu yeye ni mtegemezi wa nafsi zetu. Sisi ni watoto wake, daima tuwe na uhakika wa ulinzi na huruma yake ya haki kwetu. Tunapojisikia kulemewa na hatia au tunapoona uovu ukitawala duniani, sehemu hii ya kitabu cha Hekima inatufundisha kuwa ukimya wa Mungu sio udhaifu wake, bali ni subira ya upendo. Anatupa nafasi sisi sote ili turudi na kuipokea rehema yake kabla ya siku ya mavuno. Tutumie uvumilivu wa Mwenyezi Mungu si kama udhaifu wake, bali tuitumie uvumilivu au huruma yake kama sehemu ya sisi kubadilika na kujiweka karibu naye siku kwa siku, ili siku ya mwisho kwa nafasi aliyotujalia kabla ya siku hiyo tuweze kuwa tayari kuungana naye kikamilifu. Katika somo la Injili, uvumilivu huo wa Mwenyezi Mungu Bwana wetu Yesu Kristo anauonesha kwa kutumia mifano. Bwana wetu Yesu Kristo anatumia mifano mitatu ya kilimo kueleza siri za ufalme wa Mungu na jinsi utakavyokuwa katika ulimwengu huu, na pengine Mungu anavyoleta au anavyofikisha ufalme wake hapa duniani, kama daima tumuombavyo na daima kila tunaposali sala Baba yetu aliye mbinguni, ambapo kwamba ufalme wake ufike hapa duniani. Ni namna gani ufalme wake anaufikisha kwetu na namna gani tuweze kuishi. Bwana wetu Yesu Kristo katika mifano yake mitatu tunaiona. Mfano wa kwanza anatumia ngano na magugu. Hapa anatuonesha kwamba mtu alipanda mbegu nzuri, lakini adui akapanda magugu usiku. Mwenyezi Mungu anamtengeneza mwanadamu aliye safi hapa duniani. Shetani na nafsi zetu zilizopotoka hapa na pale zinapandikiza uovu, zinapandikiza mazoea ya dhambi, na hivyo Mwenyezi Mungu anatukumbusha kwamba yeye, kama ilivyokuwa kwa mpanzi huyu, watumishi walipotaka kuyang'oa, Bwana akakaza akisema, anasema msiaondoe, msije mkayang'oa na ngano pamoja nayo, yaacheni yakuwe yote mawili hata wakati wa mavuno. Wakati wa mavuno magugu yatachomwa na ngano itakusanywa ghalani. Mfano huu unatukumbusha kwamba Mwenyezi Mungu hayuko tayari kuangamiza kizazi kizima. Mwenyezi Mungu hayuko tayari kutuangamiza sote kama wanadamu. Anachokifanya ni kutuacha au anatupa fursa wale waovu na wale walio wema wapate fursa ya kukua pamoja, na wakati ule wa siku ya mwisho atapata nafasi ya kuchambua walio wema na walio waovu. Lakini hata yule aliye muovu si nafasi ya kujikatia tamaa, bali ni nafasi ya kufanya mabadiliko na kurejea katika wema. Utashi na matarajio ya Mwenyezi Mungu ni kwamba siku ya mwisho dunia nzima na kwa nafasi anayoitoa tuwe wakamilifu kama jinsi alivyo mkamilifu, na tamanio lake ni kutokuwepo na magugu, kwa maana mabadiliko chanya ya watu aliyowapa fursa au tuliopewa fursa ya kufanya mabadiliko. Mfano wa pili, anatoa mfano wa mbegu ya haradali, kwamba mbegu ndogo ni kuliko zote zipandwazo ardhini, lakini ikikua inakuwa mti mkubwa kiasi cha ndege wa angani kupata makazi ndani yake. Sisi kwa imani yetu ndogo tu tulionayo kiasi cha chembe ya haradali, ikitengenezewa mazingira itakuwa na itazaa matunda mengi. Tuwe na tumaini katika imani yetu ndogo tulionayo, tuipalilie, tuitengenezee mazingira. Jinsi mbegu hii ya haradali inavyokuwa na mpaka ndege kupata sehemu ya kutua na kupumzika, nasi tujitengenezee mazingira ya kupata kutumia imani ndogo tulionayo kufanya mabadiliko
na kujongea na kuwa na fadhila hizi za kimungu, ili hatimaye ulimwengu mzima upate sehemu ya kupumzika nafsini mwetu, upate sehemu ya kuongozwa na kupata malisho mema kama Mwenyezi Mungu yeye daima anavyotukaribisha kwake, ili tupate kutunzwa na kulelewa kama watoto wake. Mfano mwingine ni mfano wa chachu. Chachu kidogo inayochanganywa na pishi 3 za unga hadi wote unaumuka kabisa. Kwa imani yetu ndogo tuliyo nayo, tutaweza kuitumia kama chachu ulimwenguni, na hatimaye ulimwengu mzima ukaishuhudia imani hiyo na ukapata kukua na imani hiyo ikatawala hapa duniani. Fundisho hili linaturejesha na kutukumbusha hasa katika Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 2660 pale tunapokumbushwa kwamba kukua kwa ufalme wa Mungu hakuwezi kutenganishwa na subira ya Kikristo. Kupitia mifano hii, Bwana wetu Yesu Kristo, kwa kuwa ufalme unaanza kwa udogo na ukimya wa walio wa Kristo, lakini una nguvu kubwa ya ndani ya kubadilisha jamii nzima, kuanzia ndani ya wale walio wenye subira, yaani waamini. Tujifunze subira ya Mwenyezi Mungu, tujifunze uvumilivu katika imani, ili hatimaye imani hiyo ipate kukua na kuzaa matunda mengi, kama tulivyofundishwa katika Dominika iliyopita, hasa ile mbegu iliyodondoka katika udongo mzuri na hatimaye ikazaa 130 na zaidi. Nasi tutumie uvumilivu kama mbolea ya mbegu hii, ili tuweze kukuza imani na imani hiyo ipate kutawala hapa duniani na hatimaye ufalme wa Mungu upate kujengeka. Huu ni mwongozo makini kwa walio waamini na kwetu sote katika maisha na katika kanisa, kwamba daima kutakuwa na magugu, yaani watu wanaotenda mabaya au udhaifu wetu sisi wenyewe. Katika ubaya tusitazame wala tusikimbilie kuangalia watu walio nje, bali tujitazame hata sisi wenyewe. Nafsini mwetu twaweza kuwa na magugu na ule uovu unaotutawala. Bwana wetu Yesu Kristo anatukataza na kutukumbusha kuwa tusiwe makimu wepesi wa kukata au kuangamiza wengine, tusiwe wepesi wa kuwatenga wengine. Kazi yetu si kung'oa magugu kwa hasira, bali ni kuwa ngano nzuri na kuwa chachu ya wema inayobadilisha mazingira yetu na mazingira ya wengine. Mavuno ya mwisho ni kazi ya Mungu na malaika wake. Kumbe jukumu letu ni kuhakikisha kuwa siku hiyo ikifika, tutapatikana tukiwa ngano safi tayari kwa ghala ya mbinguni. Tujifunze kuwa tayari kubadilika na hatimaye siku ya mwisho kila mmoja awe ngano safi kama ilivyokuwa kwa mpanzi huyu. Tuwe tayari kuvunwa, tuwe tayari kupelekwa katika ufalme wa mbinguni kama ghala iliyo salama, ghala ya mpanzi wetu na mwenye shamba lake hapa duniani aliye Mwenyezi Mungu. Mtume Paulo katika somo la pili anapoandikia Warumi, hasa katika sura ya 8 aya 26 mpaka ile ya 27. Katika somo hili Mtume Paulo anatuletea faraja iliyo kubwa sana, hasa anapotukumbusha na kutupa faraja pale tunapokabiliana na mapambano haya ya kiroho kati ya wema na uovu, kwamba tusiogope tunapoambiwa kwamba duniani yapo magugu na ipo ngano safi. Tusiogope. Katika kupambana na haya yote, Mtume Paulo anakuja na faraja kwetu akisema wazi kuwa Roho naye hutusaidia katika udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi ipasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Ni faraja iliyo kubwa sana pale unapojihisi mpweke ukiwa safarini, na hatimaye sasa ukapewa neno la faraja kwamba hauko peke yako. Yupo Roho msaidizi wetu, yupo Roho mwenye kutuwezesha hata katika yale tusiyoweza kuyaona. Sisi wanadamu kwamba mara nyingi tunajikuta tukiwa dhaifu,
tukiwa hatujui hata ni jinsi gani ya kukabili changamoto zetu na ni jinsi gani ya kusali vizuri, ili tuweze kupata nguvu zaidi kutoka kwa Mungu wetu, kutoka katika Mungu huyu anayetutegemeza, kama tulivyoalikwa kwenye wimbo wa mwanzo au antifona ya mwanzo. Lakini Mungu daima hataki kuona tuteseka peke yetu, hataki kuona tukihangaika peke yetu. Hivyo amemtuma Roho Mtakatifu anayeweza kuchunguza mioyo yetu na kutuombea kulingana na mapenzi ya Mungu. Kumbe tutiwe moyo, tutiwe nguvu kwamba faraja yetu hiyo kwamba hatuko peke yetu katika mapambano yetu hapa duniani. Mungu yuko nasi, Mungu mwenye uvumilivu na huruma yake tuikimbilie, tukisaidiwa na Roho Mtakatifu kumwendea yeye ili tujaliwe huruma hiyo yenye kutusaidia katika safari ya mabadiliko, safari ya uongofu wetu, safari ya maandalizi ya siku ya mwisho, kama tulivyoambiwa kwenye somo la Injili kwamba tunajiandaa kwa ajili ya siku ya mavuno kama ilivyokuwa kwa mwenye shamba. Ujumbe huu unatujaza tumaini kubwa kwamba hatuko peke yetu katika shamba hili la dunia ambapo magugu yanaweza kutusonga, kama kiitikio cha wimbo wa katikati kinavyotukumbusha kuwa kwa maana wewe mwema umekuwa tayari kusamehe. Hata pale tunapokumbwa na magugu, tunapokumbwa na magumu ya ulimwengu huu, tukumbuke kwamba kwa maana Mwenyezi Mungu daima yuko tayari kutusamehe. Hivyo tuwe na faraja ya kumwendea, tuwe na faraja ya kuishi neema, na tuwe na faraja ya kutegemea huruma yake na uvumilivu wake. Hata tunapojisikia wanyonge, hasa tukiwa hatuna maneno ya kusali katika majaribu, tukumbuke kwamba Roho yuko ndani yetu akituombea na kutupa nguvu ya kubaki waaminifu. Tunuie kubaki waaminifu, ndipo Roho huyu aje atusaidie katika nia zetu njema. Yeye ndiye anayetuwezesha kukua kama mbegu ya haradali na kwa kuwa na athari chanya kama chachu katika jamii yetu. Ndiyo maana shangilio la Dominika ya 16 mwaka A linatukumbusha kwamba neno lako ndiyo kweli, Bwana, tutakase sisi kwa ile kweli. Kumbe ni lazima tuliamini neno lake kwamba ndiyo kweli, na tuombe kwa neno hilo atutakase kwa hiyo kweli, yaani neno lake. Kumbe cha kwanza ni nia ya kwamba tunahitaji nini na tunaamini nini. Hata katika imani yetu ndogo hiyo kama chembe ya haradali, tukiwa na nia hiyo, Roho Mtakatifu ataanzia hapo kutuwezesha kwenda katika yale makuu tunayoyatamani na hata yale tusiyoweza kuyafikiria. Kumbe daima tuwe na hakika ya kutakaswa, na tuombe kutakaswa na huyo Roho Mtakatifu, nasi tuweze kupata fursa ya kwenda na kuwatakasa wengine kwa matendo yetu na maneno yetu hapa duniani. Tusiache kusali kama kanisa linavyotuombea leo katika sala ya kolekta ama sala ya mwanzo kwamba Bwana uwabariki watumishi wako na waongoze kwa huruma vipaji vya neema yako, ili wakiwa na hali katika matumaini, imani na mapendo, wadumu daima katika kuzishika kiaminifu amri zako. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.